Kwa niaba ya Mwadhama Protas Kardinali Rugambwa, Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Tabora, aliyenituma nimwakilishe katika kongamano hili, naomba nitoe pongezi na shukrani nyingi sana kwenu akina mama kwa kukutanika kwa sala kwa ajili ya kuziombea familia na kuiombea jamii, yaani taifa zima. Tujipigie makofi kwa pongezi. Mwadhama Kardinali alipenda sana kuwa nanyi katika siku yenu hii, ila kwa sababu ya kuingiliana kwa ratiba yake na majukumu mengine, basi amenituma nimwakilishe. Alinipigia simu kabla hajaniandikia barua, akanieleza kwenye simu, baadaye ikafuata barua rasmi. Kwenye simu aliniomba nimwakilishe kwa ajili ya misa, lakini akaniambia pia niandae neno kwa ajili ya kuasa ambalo linaendana na hii siku yenu na umuhimu wenu katika familia, kanisa na jamii. Nami naomba niwasilishe kile nilichokiandaa kwa ajili yenu kwa kutumwa kwangu na Mwadhama. Niongelee wajibu au nafasi ya mwanamke katika familia, katika jamii na katika kanisa. Kwa miaka zaidi ya 30 kumekuweko na makongamano na mashirika mengi sana ya kutetea haki za wanawake. Pamoja na hayo, mimi katika siku yenu hii muhimu sana mliokutanika hapa katika parokia ya Ndono, pamoja na mengi ambayo mmefundishwa tangu jana toka kwa wawezeshaji mbalimbali kama tulivyosikia kutoka kwa mapadre, kwa namna yangu naomba nisisitize kuwa kwa mwanamke Mkristo anapaswa kujua kuwa kuna njia moja tu ya kujua ukweli na kuwa na furaha, nayo ni kumjua Mungu na neno lake. Kumjua Mungu na neno lake ndio njia pekee ya kujua ukweli na kuwa na furaha, kama mlivyokuwa mnaimba katika huo ujumbe kutoka Injili ya Mathayo sura ya 11 aya ile ya 28, kwamba Yesu anatualika tuje kwake sisi sote tunaoelemewa na mizigo, naye atatupumzisha. Kumbe mizigo yetu yote tunaalikwa kwa Mungu, tuje tuitue kwake, tuje tuitue kwake. Ni ukweli usiopingika kuwa wote mwanaume na mwanamke wameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, kama ambavyo mmenukuu, nimesikia katika nukuu zenu wakati wa maombi, zile sala za waamini, kitabu cha Mwanzo sura ile ya 1 aya ya 26 hadi ya 28, kwamba mwanaume na mwanamke wameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Na baada ya kuumbwa, mwanaume aliona jinsi alivyokuwa mpweke, ndiyo maana Mungu akamuumba mwanamke, mtu wa kufanana naye. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 2 mstari wa 18. Majigambo ya Adamu yanaonesha furaha ya kuachana na ukapela, yaani upweke aliyokuwa nao. Ndio maana Adamu anapoumbwa mwanamke anamtoka maneno haya: huyu ni nyama kati ya nyama yangu na mifupa kati ya mifupa yangu. Lakini tutambue kwamba mwanamke ametoka kwa mwanaume.
Hivyo Mungu aliwaumba mwanaume na mwanamke ili kukamilishana, kusaidiana katika kuendeleza kazi ya uumbaji. Mungu akawabariki na kuwaambia, zaeni muongezeke, mkaijaze nchi na kuimiliki, muwatawale samaki wa baharini, ndege wa angani na kila kiumbe hai kitembeacho duniani. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza mstari wa 28. Hivyo basi, mbele ya Mungu mwanaume na mwanamke wote ni sawa, kwa maana ya kwamba wote wameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, na hivyo wana hadhi sawa. Wana hadhi sawa. Kumbe hatuwezi pia kumwongelea mwanamke kikamilifu bila kumtaja mwanaume. Hatuwezi tukamwongelea mwanamke kikamilifu bila kumtaja mwanaume. Kama ni hivyo basi, je, hierarkia, yaani mtiririko kutoka juu kuja chini, hayo matabaka, sijui nani wa kwanza, nani yuko juu, unahitajika katika familia zetu au katika jamii? Hierarkia, huo mtiririko wa kwanza au mkubwa, kama walivyokuwa wanagombana wale wanafunzi wa Yesu, wanamuuliza nani kati yetu aliye mkubwa, aliye mkuu? Hoja hii inaweza kuzua maswali mengi sana kwetu, kwa sababu hatufahamu kwa ufasaha jinsi Mungu anavyoitazama hierarkia. Kwani Biblia inasema nini juu ya hilo? Kuna ukweli kwamba maandiko matakatifu yanaonyesha waziwazi mamlaka yaliyo katika familia, ambapo mwanamke amewekwa chini ya mwanaume. Tuangalie hivi vifungu vichache, maandiko matakatifu yanatuambia nini. Tukisoma kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3 aya ya 16, baada ya anguko la mwanadamu, Mungu anasema hivi, anamwambia mwanamke, anamwambia Eva, hakika nitakuzidishia uchungu wako, kwa uchungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Tukienda katika waraka kwa Efeso, waraka wa Mtume Paulo kwa Efeso sura ile ya 5 mstari wa 21 na kuendelea hadi wa 29, Mtume Paulo anasema, enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa. Anaendelea kusema katika waraka kwa Wakolosai sura ya 3 aya ya 18 na ya 19, enyi wake, watiini waume zenu, kwani ndivyo apendavyo Bwana. Nanyi waume, wapendeni wake zenu na msiwe wakali kwao. Sasa hapa tuko wanawake tu. Wanaume na wenyewe walipaswa kuyafahamu haya, kwamba wanatakiwa kuwapenda na wasiwe wakali kwenu. Wanapaswa kuyafahamu hayo. Ndio sababu nimesema hatuwezi tukamwongelea mwanamke kikamilifu bila kumtaja mwanaume. Waraka wa Mtume Petro, waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote, ile sura ya 3 ina maneno matamu sana. Inasema, nanyi wake, jiwekeni chini ya mamlaka ya waume zenu, ili kama wako waume wowote wasioamini neno la Mungu, wapate kuamini kwa kuona mwenendo wenu. Waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote, ile sura ya 3 mstari wa 1 na kuendelea.
Wanawake wanapaswa kukaa kimya na kuwa wanyenyekevu wakati wa kujifunza. Mimi simruhusu mwanamke amfundishe au amtawale mwanaume. Anapaswa kukaa kimya, maana Adamu aliumbwa kwanza, alafu Hawa, na wala si Adamu aliyedanganywa, bali mwanamke ndiye aliyedanganywa akaivunja sheria ya Mungu. Ni waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 2 aya ya 11 hadi ya 14. Ndugu zanguni, na yasema haya ni maandiko matakatifu, sio mimi, ili tusitoke nje ya mstari. Ikumbukwe kwamba pamoja na utii huo uliotajwa hapo juu, mwanamke anapaswa kumtii mwanaume, isipokuwa pale mwanaume anapomwamuru mkewe au mwanamke kuvunja kati ya amri za Mungu. Hapo hatutegemei amtii, kwa kuwa sote, iwe ni mwanaume iwe ni mwanamke, tunapaswa kumtii Mungu kwanza. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 10 aya ya 12 hadi ya 13, kwamba Mungu ndio wa kumtii, na yale yote tunayoyafanya yawe yanaongozwa na kufuata mafundisho ya kimungu. Katika rejea chache za maandiko matakatifu tulizoziona hapo juu, tunaona wazi kuwa mwanaume amepewa nafasi ya kwanza dhidi ya mwanamke. Hata hivyo, katika jambo hili tunaweza kusema kuna shida ya namna binadamu wanavyoelewa hierarkia, yaani huo mtiririko, hayo matabaka. Katika mtazamo wa kidunia, hierarkia katika familia au jamii inaweza kumaanisha kumiliki, kuongoza na kuwekwa chini ya mtu mwingine. Lakini tunaposoma Biblia vizuri, tunaona kuwa mambo hayo yapo kinyume kabisa na wazo la Mungu juu ya familia. Wakati dunia hupanga watu kadiri ya madaraja, makundi na kuwahudumia kwa kuzingatia hilo, kwa Mungu ni tofauti. Kwa Mungu kuwa mkubwa ni kuwa mtumishi wa wote. Kumbe hiyo hierarkia ni kwa sababu ya majukumu. Injili ya Marko sura ya 10 aya ile 42 hadi 44, Yesu anasisitiza, anayetaka kuwa mkubwa kati yenu na awe mtumishi wa wote, mfano wa yeye mwenyewe ambaye hakuja kutumikiwa bali kutumika, hata kutoa nafsi yake kuwa fidia ya wengi. Kumbe huo ukubwa aliopewa mwanaume ni katika kutumikia familia. Ndio hiyo tunayosema kwa Yesu ni kutumika hadi kuchakaa. Kumbe sio kwa mwanaume, kwa mwanamke tu, hata kwa mwanaume, katika kuilinda familia yake, katika uwajibikaji wake, angaike, atumike hadi achakae. Kwa maneno mengine ni kwamba tunapaswa kuwa na hierarkia katika familia za Kikristo, lakini sio kwa namna ilivyo katika baadhi ya familia zetu. Mungu alipoumba familia alianza na mwanaume mmoja na mwanamke mmoja. Kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 27. Hapo aliwaelekeza kuwa wazae na kuongezeka kama nilivyosema. Adamu na Eva walipoasi, Mungu aliwaadhibu kila mmoja tofauti na mwingine. Kati ya adhabu za Eva ilikuwa ni kwamba tamaa yake itakuwa kwa mumewe, naye atamtawala. Kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya ya 16. Japokuwa hii ilikuwa sehemu ya adhabu ya Eva, lakini ilikuwa pia ni namna Mungu alivyokuwa ameweka amlinde baadaye. Amemuumba Eva tofauti na Adamu ili wote wafanye kazi pamoja, ili wakamilishane, na kwamba walau mmoja atakuwa kichwa cha familia. Maana kama hakuna hierarkia,
kutakuwa na vurugu nyumbani, kutakuwa na vurugu katika jamii, na hicho ndicho kinachotokea katika familia zilizo nyingi za sasa. Tunasahau mpango wa Mungu, kutakuwepo na fujo tu. Mtume Paulo ameeleza vema majukumu yao. Mnyenyekeane katika kicho cha Kristo, anaposema enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana, na enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye anavyolipenda kanisa. Kumbe katika hierarkia ya familia, kwanza kabisa kuna Yesu ambaye ndiye kiongozi wetu, ambaye ndiye anayetufundisha kuyaishi hayo tunayoishi, hayo ambayo tunaamriwa. Ndiye neno la Mungu ambalo linatakiwa kutuongoza katika yale yote tunayotenda. Alafu baada ya Yesu kuna mwanaume, mwanamke na watoto, ndio wa mwisho. Wafuate yale ambayo wanaelekezwa na wazazi. Kwa hiyo mwanamke sasa katika familia au katika jamii anapaswa kuishi maisha ya dini isiyo na mawaa, kumpenda Mungu na kumtumikia kwa akili, moyo, roho na nguvu zake zote. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 10 aya ya 12 hadi ya 13. Pia tunaambiwa kudhibiti ulimi wake, aepuke kusengenya. Waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Timotheo sura ile ya 3 aya ya 11. Kuvaa mavazi ya heshima. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 22 mstari wa 5 umesema wazi wazi, wanawake wasivae nguo za wanaume na wanaume wasivae nguo za wanawake. Ndugu zanguni, nikiwaangalia hivi leo mnapendeza kweli kweli. Yaani mnapendeza kweli kweli, mmekaa kiheshima kweli. Lakini toka mitaani au barabarani, nyewe wenyewe mnashuhudia, unashindwa kutambua huyu ni mwanaume, huyu ni mwanamke. Kuto kuyaishi maandiko matakatifu, ndugu zanguni, ndicho kinachofanya hata watu siku hizi tunasikia hata baadhi ya wanaume wanajibadilisha wanakuwa na wanawake wanataka wajibadilishe wawe wanaume. Kumbe wameaswa kabisa hapa. Kumbukumbu la Torati sura ya 22 mstari wa 5, wanawake wasivae nguo za wanaume na wanaume wasivae nguo za wanawake. Kwa kifupi, maelekezo ya Mithali kutoka kitabu cha Mithali sura ya 31 mstari kuanzia wote, sura yote ya 31 kitabu cha Mithali kimeeleza kinagaubaga mwanamke wa kanisa, mwanamke Mkristo, mwanamke anayejitambua anapaswa kuishi namna gani. Biblia inasemaje juu ya haki za kina mama? Kwa kifupi kabisa, nisirefushe sana, itoshe kusema tuwatendee wenzetu ile amri kuu, tuwatendee wenzetu yale ambayo tungependa na sisi kutendewa. Hakuna jinsia hata moja ambayo ina haki ya kuinyanyasa jinsia nyingine. Wote kama tulivyoona hapo mwanzo, kila mmoja ana haki sawa mbele ya Mungu. Kumbe wanawake tusiwanyanyase wanaume na wanaume wasiwanyanyase wanawake. Tutendeane tu yala ambayo kila mmoja wetu angetaka atendewe na mwenzake, na tusiwatendee wenzetu yeyote yule, awe ni mwanamke kwa mwanamke, mwanamke kwa mwanaume, awe ni mwanamume kwa mwanamke, asimtendee mwenzake kila ambacho asingependa yeye kutendewa. Wajibu wa mwanamke kwa watoto.
pamoja na kumtii na kumheshimu mume wake. Kama tulivyoona huko nyuma, mwanamke anawajibika kutunza watoto. Mwanamke lazima atengeneze mazingira ya familia inayomwogopa Mungu, yenye hofu ya Mungu, inayomjua Mungu. Watoto ni zawadi kutoka kwa Mungu. Ndivyo anavyotuambia Mzaburi sura ya 127 aya ya 3 hadi ya 5. Kwa kuwa watoto ni baraka kubwa na kuna wajibu kwa hao watu. Wazazi lazima wawafundishe watoto wao kumwogopa Mungu. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 4 mstari wa 9. Wazazi, wafunzeni vijana wenu kwa kuyazungumza uketipo katika nyumba yako na juu ya malango yako na utembeapo njiani na ulalapo na uondoka. Yaani wakati wote ni wakati wa kutoa mafundisho kwa watoto. Ni Kumbukumbu sura ya 11 mstari ule wa 19. Mwanangu, yasikilize mafundisho ya baba yako, wala usiache sheria ya mama yako. Kitabu cha Mithali sura ile ya 1 mstari wa 8. Watoto wanaaswa wayazingatie mafundisho ya wazazi wao. Asipuuze mawaidha, asipuuze maonyo anayopewa na mama yake. Malezi ya watoto, malezi ya wajukuu zetu ni ya msingi sana, kitu ambacho kabisa akina mama wengi wa kizazi cha leo wameacha, wamepuuzia, na jamii inaharibika. Wengi wetu hapa ni watu wazima. Angalieni malezi tuliyoyapata sisi kutoka kwa wazazi wetu na malezi ambayo watoto wetu wanawapa watoto wao wa sasa hivi. Utaona ni tofauti kabisa. Utaona ni tofauti. Huko mbeleni tunakokwenda kuna bomu kubwa. Mama ni mlezi namba 1 katika malezi ya watoto, kwani ana muda mwingi wa kukaa na mtoto zaidi kuliko baba, kuanzia kumbeba mimba, kumnyonyesha, na malezi yale ya awali ni vya msingi sana katika makuzi ya mtoto, na hivyo mama ana nafasi ya pekee katika malezi ya mtoto. Maandiko matakatifu yanatuasa mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Mithali sura ya 22 mstari wa 6. Kumbe akina mama, chonde hiyo kauli mbiu yenu, kwa upendo wa Kristo tutumikie na kuwajibika bila kuchoka. Basi muwajibike kweli katika malezi ya watoto, katika malezi ya wajukuu wenu, ili tuokoe jamii katika taifa letu, tuokoe jamii inayoangamia. Tuwaige wanawake wanaosifika katika maandiko matakatifu, waliosaidia familia zao na jamii kwa ujumla kwa kutenda yaliyo mema na yenye kumpendeza Mungu. Tuwachukulie watu kama akina Hana mama yake na Samueli, ambayo tumemsikia katika hilo somo la kwanza siku ya leo. Kuweni watu wa sala bila kuchoka. Hana mama yake na Samueli alikuwa tasa, alikuwa azai, lakini hakuchoka kumlilia Mungu. Hakuchoka kumlilia Mungu. Alikesha hekaluni kama ninyi mlivyokesha. Alishinda hekaluni anamlilia Mungu, na akaweka nadhiri. Kuhani Eli akiwa anaongoza ibada akamwona huyu mwanamke, mdomo wake alikuwa anaomba kimya kimya, lakini mdomo wake ulikuwa unatamka. Kuhani akafikiri huyu mama amelewa, akafikiri mlevi.
Kitabu cha kwanza cha Samueli sura ile ya kwanza. Kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya kwanza mstari kuanzia 13 na kuendelea. Kuhani Eli akamfuata huyu mama ambaye yuko kwenye maombi, amezama kwenye maombi. Kuhani anamkemea, anamwambia aache ulevi, acha pombe. Huyu mama anamwambia nina shida nyingi. Akamweleza shida yake, sikujaliwa kupata mtoto. Kuhani aliposikia hiyo akamwambia nenda kwa amani na ukafanikiwa hicho unachokiomba. Kweli huyu mama akafanikiwa kumpata Samueli ambaye anakuja kuwa nabii na mwamuzi katika taifa la Israeli. Ndiye Mungu anayemtuma aenda akampake Daudi mafuta. Mama wa sala ambaye hakukata tamaa, hakuchoka kumlilia Mungu. Na sisi tusichoke kulilia taifa letu, tusichoke kulilia familia zetu. Ndio sababu mwanzo nimewashukuru sana, na kanali ananiambia niwashukuru kabisa kwa kutanika kwa sala, kuziombea familia na kuliombea taifa pia. Kama tunasali kwa nia, kwa moyo kabisa, Mungu anasikiliza sala zetu na atajibu kwa wakati wake. Debora, huyu ni nabii na hakimu, aliwaongoza watu kwa hekima na busara. Nanyi ongozeni familia zenu, waume zenu, watoto wenu kwa busara na hekima. Na sio familia tu, hata nafasi mbalimbali katika kanisa. Mnapewa nafasi pia katika kanisa na katika jamii. Hata sasa hivi rais wetu si mwanamke jamani? Rais ni mwanamke. Kumbe tunapopata nafasi hizo tuongoze kwa busara kama alivyokuwa Debora. Malkia Esther ni mwanamke ambaye tunapewa kama mfano wa kuiga. Ni mwanamke wa Kiyahudi aliyoolewa huko Uajemi, akiwa mke wa mfalme. Anapopata habari za kuangamizwa kwa Wayahudi wenzake, hachoki kufunga na kusali sana, kuwaombea watu wake, na anaenda kuwatetea Wayahudi kwa mfalme wasiuawe. Na kweli kwa utetezi wake Wayahudi wanaokoka. Nanyi teteeni uhai wa watoto wasio na hatia wanaotolewa mimba na binti zetu. Wafundisheni watambue kwamba kufanya hivyo ni ukatili mbele ya Mungu kwa viumbe wake ambao hawana hatia. Teteeni uhai. Abigaili, mke wa tajiri mmoja mfuga kondoo, tunamwona katika kitabu cha kwanza cha Samueli sura ile ya 25 mstari kuanzia wa 2 na kuendelea. Anaposikia habari kutoka kwa watumishi wake kuwa mume wake amewatukana watumishi wa Daudi ambao walikuwa ni watu wema sana kwao, anaumia sana na anakimbilia kwa Daudi kuomba msamaha kwa niaba ya mume wake. Na Daudi, kwa sababu watumishi wake walitokanwa, alikuwa amepanga kwenda, anaenda kuangamiza. Huyu mama anapoenda anakutana na Daudi yuko njiani, anakuja kuangamiza familia yake. Lakini huyu mama alivyomwangukia, alivyoomba radhi kwa niaba ya mume wake, Daudi anagairi kwenda kuangamiza hiyo familia. Na sisi, huyu mama akawa amemlinda mume wake, na sisi tuige kuwalinda waume zetu kama akina mama. Tuwalinde kwa kuwaombea, kwa kuwa na mwenendo mzuri. Wewe basi unaweza ukambadilisha. Kumbe tuige mfano wa huyu mama, na yuko kwetu kama mfano. Tunao akina mama wengi. Kuna orodha ndefu ya akina Martha na Maria ambao wanakuwa ni wabeba huduma, ambao wanamhudumia Yesu, na wengine wanasikiliza neno lake, wanawekwa kama mifano kwetu kuhudumia kanisa. Tuna mama Mkanaani ambayo tunamuona katika Injili ya Mathayo sura ya 15 mstari wa 21, anaenda kumwombea binti yake uponyaji kwa Yesu, pamoja na kwamba Yesu anaipima imani yake kwa kumpa maneno makali kweli kwamba haifai kumtupia, kuwapa mbwa chakula cha watoto. Lakini huyu mama akati tamaa, anamwambia hata mbwa ula makombo yanayoanguka chini
ya tajiri wake. Mwisho Yesu anamwambia basi iwe kwako kama ulivyoamini. Na Yesu anathibitisha, sijaona imani katika Israeli yote kama ya huyu mama. Tuombe, tusali bila kuchoka. Tunaona familia ya Priscilla na mume wake Akila katika Matendo ya Mitume sura ile ya 18. Familia ya wacha Mungu kweli kweli, wakarimu wa Mtume Paulo, na wanakuwa wamisionari kwa kufundisha imani na kuwaelekeza wengine njia ya Mungu. Nanyi msichoke kushiriki katika uinjilishaji. Ni kazi ya kila mbatizwa, lakini wengine hawajitambui. Katika kanisa kweli kabisa, mimi huwa simsifiagi mtu uongo, na sio kwamba ni mimi. Tunatambua mchango mkubwa wa kina mama katika kanisa, sio katika jamii. Mnajitahidi, muendelee na moyo huo huo. Muendelee na moyo huo. Kumbe tunapewa hii familia ya Priscilla na mume wake katika Matendo sura ile ya 18. Wanakuwa wacha Mungu na wanashiriki umisionari. Wanamkaribisha Mtume Paulo nyumbani kwao na wanawaelekeza wengine pia, akina Lydia na wengine waliokuwa wanaongokea Ukristo katika kanisa la mwanzo. Hawa akina Lydia pia ni mwanamama mfanyabiashara wa nguo. Anamkaribisha Mtume Paulo na akina Apolo anawakarimu. Hao ni baadhi ya wakina mama ambao tunapewa kama mfano katika maandiko matakatifu, ambao tunapaswa kuiga mifano yao mema. Waliyatenda hayo mambo mazuri zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Lakini leo tunawasoma, leo wanawekwa mbele yetu tuige mifano yao. Pengine walipokuwa wanayatenda hawakujua kama watu kwa vizazi vingi vijavyo, miaka maelfu, watawaenzi, watawasoma. Lakini imekuwa hivyo. Kumbe na sisi ndugu zanguni, tukatenda mema, hata kama hatutaandikwa kwenye vitabu vya ulimwengu huu, lakini kwa hayo mema tutakayokuwa tumetenda kulingana na mpango wa Mungu ulivyo, majina yetu yataandikwa mbinguni. Hayo ndiyo Yesu ambaye anatuambia, hata hivyo msifurahi kwa sababu pepo wamewatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Injili ya Luka sura ya 10 mstari wa 20. Wale mitume 70 waliporudi kwa furaha, walienda kufanya kama Yesu alivyokuwa amewatuma. Pepo wakawa wanawatii, wanarudi kwa furaha kwa Yesu kutoa taarifa. Yesu anawaambia msifurahi kwa sababu pepo waliwatii, furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Kumbe na ninyi kwa utume mnaofanya ndugu zanguni, ni kweli kuna faraja fulani mnayoipata ukimsaidia mtu na yule mtu aka appreciate, yani akatambua mchango wako, ule mchango wako ukawa ni wa msaada mkubwa kwake. Lazima unapata faraja. Kumbe unaona kwamba kile ambacho umefanya ni kitu chema, kimemsaidia huyu mtu. Kuna faraja fulani unayoipata. Lakini kikubwa zaidi ya yote ni lile taji la uzima wa milele utakalopewa kwa sababu ya hiyo huduma nzuri, kwa sababu ya huo uwajibikaji wako. Jina lako litaandikwa katika kitabu cha uzima wa milele. Kwa kuhitimisha, ndugu zanguni, tujitahidi sana tutakapoondoka katika ulimwengu, tutakapoaga dunia hii, tuache historia nzuri. Tumeandika majina yetu mazuri kama haya ambayo tunayasoma, na tuepukane na historia mbaya kama ya kina Eva ambaye alishindwa kujilinda, akakubali kudanganywa na akamdanganya na mume wake Adamu. Tuepukane na tabia kama za kina Herodia anayetembea na ndugu wa mume wake, na anapoonywa na Yohane Mbatizaji anamchukia, na hivyo baadaye anakuja kuomba kichwa chake kwenye beseni. Tuepukane na mambo kama hayo.
Majina yetu yakiandikwa yaandikwe vizuri, iwe ni mifano ya kuigwa, sio kama hii. Tuepukane na tabia kama za kina Delila. Mnafahamu habari za kina Delila, si ndio jamani? Anamuuza mume wake Samsoni pamoja na manguvu aliyokuwa nayo Samsoni, lakini Delila akamwangusha. Mna ushawishi mkubwa. Huo ushawishi mkiutumia vizuri, mtawaongoa waume zenu, mtawaokoa, mtawalinda, sio kuwaangusha, sio kuwaangusha. Daima tumikieni na kuwajibika bila kuchoka, kama ilivyo kauli mbiu yenu inavyosema. Na hivyo tutakuwa tunauishi ule ujumbe wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kwa Kwaresima hii. Mababa zetu wanapotuambia ndugu, msichoke kwa upendo wa Kristo bila kuchoka. Hongereni sana kwa hii siku yenu.